Tuelekee kaunti nambari 17 ambapo watu 6 akiwemo afisa mmoja wa serikali waliotajwa na wananchi katika eneo la Mukaa huko Makueni kama wahusika wa wizi wa mifugo kwenye eneo hilo wametakiwa kuandikisha taarifa na maofisa wa DCI kuelezea wanachojua kuhusiana na wizi huo, huku tayari afisa huyo akiwa amesimamishwa kazi. Naibu kamishna wa kaunti ya Mukaa Buxton Mayabi amesema uchunguzi unaendelea. Kwenye mkutano wa kiusalama wa pili chini ya wiki moja katika eneo la Malili, mkutano ulioleta pamoja machifu, manaibu wao, wazee wa mitaa na wale wa nyumba 10 na kuongozwa na naibu kamishena wa eneo la Mukaa, jumla ya watu 9 wanaoshukiwa kuwa miongoni mwa watu wanaotekeleza visa vya wizi kwenye eneo hili waliandikwa majina na wananchi, na kwa sasa wanatakiwa kuandikisha taarifa kwa maafisa wa DCI. Kunao majina ambayo tumepatiwa na tumekubaliana na DCI wote waweze kuitishwa kuandika taarifa, wote ambao wametajwa kuhusiana na huu wizi, na hata kuna afisa mmoja wetu wa serikali ametajwa, na nafikiri tutaweza kuchukua hatua ya kumsimamisha kazi ili uchunguzi wakati unaendelea tuweze kupata ukweli ni upi. Huenda ni mmoja wa wale ambao wanatuhumiwa kuhakikisha kuna ukosefu wa usalama, ila hali anatakiwa awe mmoja wa wale wa kuhakikisha kuna usalama. Maafisa wa usalama wakisema wameweka mikakati kabambe kuimarisha usalama kwenye eneo hili, wakiwa mbioni kuwakamata waliombaka mama na bintiye majuma mawili yaliyopita. Wale ambao wamekuwa wakiiba mifugo, tayari kuna watu kama 5 ambao wamekamatwa, magari 3 yamepatikana, na kesi zinaendelea kotini. Na hata wale walipoteza mifugo yao kuanzia mwaka uliopita, kuna mmoja ambaye ako na kesi zaidi ya 7 kwa sababu wananchi wamejitokelezea na kutambua mifugo wao. Na wale wote walihusika, hata kile kitendo cha kumdhulumu mama, tuko na leads za maana na hatutaki kutaja kwa ajili upelelezi unaendelea na idara yetu ya DCI. Na gari ya patrol ile nimetoa mahali ingine, nimesema ikae hapa mpaka hii maneno hii. Ile kitu imebaki ni sisi tuungane, kwa sababu tuko na gari na tuko na officers. Hakuna kitu tunaweza sema atatutaweza, tutaweza na tutamaliza. Wenyeji sasa wana matumaini kuwa usalama utaimarika kufuatia juhudi zilizowekwa. Sisi tunashukuru kwa sababu serikali imesikia wito wetu. Sasa tuna matarajio. For the last 2 days at least tunalala. Tumeona juhudi ya serikali kututunza kama wananchi. Na sisi tumesema tutashirikiana pamoja sisi wote, wananchi, nyumba 10, admin na chiefs, tulinde hii usalama. Na kulingana sisi wana hii eneo ya Kasalama, tuko bega kwa bega ili turudishe utulivu katika hii eneo letu. Sasa tutasubiri kuona iwapo mikakati iliyowekwa kwenye eneo hili itazaa matunda na kuwapa tulizo la moyo wakazi wa eneo hili. Michael Mtinda, runinga ya Citizen, Makueni.